Inga ya KTN. Naam, idadi ya watu wanaohitaji msaada wa dharura wa chakula kutokana na ukame imeongezeka kwa zaidi ya watu 300,000 chini ya kipindi cha miezi miwili iliyopita, watu milioni 2.1 wakikadiriwa kukabiliwa na njaa ifikapo Januari mwaka ujao. Ripoti ya mamlaka ya kupambana na ukame nchini NDMA inahusisha hali hii na kiwango kidogo cha mvua ya msimu wakati ya Oktoba hadi Disemba. Kaunti 9 hasa za ukanda wa mashariki mwa Kenya zimeorodheshwa miongoni mwa maeneo ambayo yanahitaji uangalizi wa karibu, huku kaunti ya Mandera ikiathirika zaidi. Ken Keshuhi anaarifu zaidi. Kwa kawaida mwezi Novemba huwa kilele cha mvua ya vuli, ila kiwango cha mvua kilichorekodiwa maeneo mengi ya taifa msimu huu hakiridhishi na kimeathiri uzalishaji wa chakula na upatikanaji wa malisho. Wakenya milioni 1.8 tayari wameripotiwa kuhitaji msaada wa dharura wa chakula, idadi inayotarajiwa kuongezeka hadi milioni 2.1 ifikapo Januari mwaka ujao, kulingana na ripoti ya mamlaka ya kupambana na ukame. Kaunti ya Mandera imeorodheshwa kama eneo lililoathirika zaidi kati ya kaunti 23 kame, wakazi wake zaidi ya 300,000 wakikabiliwa na uhaba wa chakula. Kaunti nyingine zinazofuata kwenye orodha hiyo ni zile za Turkana, Garissa, Kitui, Wajir, Marsabit, Meru, Makueni na Kwale miongoni mwa zingine. Ripoti ya NDMA inaonyesha kuwa mwezi huu bado kiwango cha mvua kitakuwa chini ya wastani, hali ambayo huenda ikasababisha uhaba zaidi wa chakula ambao mara nyingi huchangia utapiamlo na hata vifo, pamoja na upungufu wa malisho na maji kwa mifugo ambao umekuwa chanzo kikuu cha migogoro kati ya jamii za wafugaji. NDMA imetangaza kuwa imeanzisha mchakato na serikali za kaunti kukabiliana na athari hizo, huku hatua zinazotarajiwa zikijumuisha kutolewa kwa msaada wa chakula, hamasa ya lishe kwa watoto na kina mama walio hatarini, kusambaza maji kwa magari yanayobeba matanki na kampeni ya kudumisha amani miongoni mwa jamii zilizo mazingira hatarishi. Ken Keshuhi, KTN. Na ripoti mpya